Mapenzi ni moja kati ya kitu au njia ambayo kila binadamu anapaswa apitie. Ni njia ambayo haina muonekano halisi ambao unajulikana. Kila mtu anaonja ladha yake katika njia hii. Achana na wale wanaoona kuwa ni shubiri, na hao wengine wanaosema kwamba mapenzi ni asali ya kujazia uhai. Kwa maana usipofanya chochote kuhusu mapenzi unaweza kudhoofika kiuhai. Hata mimi nimeshindwa kabisa kuyazungumza mapenzi kwa mapana zaidi. Kwa maana niliyoyapitia mimi sio hayo tu, nawe pia umeyapitia. Bali nawe unaweza ukawa na nyongeza au kunipa kitu kipya kabisa ambacho mimi pengine sikukutana nacho ama mtu mwingine hakukutana nacho katika safari yake ya mapenzi. Royston Johnson aliyapa mapenzi alama nyingi sana katika udanganyifu na kutoaminika. Hatimaye anapata moja kati ya spare ambayo inamfundisha nini maana halisi ya mapenzi. Na hatimaye Rehema Ayubu anakuwa spare wa mapenzi kwa Roy. Anatoa vilivyoharibika na kudhorota na kuweka vifaa vipya kabisa. Njia hii ina faida na hasara kwa pande zote mbili, nikimaanisha kwa upande wa Royston na upande wa Rehema. Sasa huo ni utangulizi tu ambao ameuandika mwandishi ama mtunzi wetu wa simulizi hii. Kumbuka simulizi inaitwa Mkuki wa Mapenzi. Sasa nikupeleke sehemu ya kwanza moja kwa moja na tuanze kuwa makini nini ambacho kinawakuta vijana hawa, nikimzungumzia Rehema Ayubu pamoja na Royston Johnson. Chuo Kikuu cha Elimu Dar es Salaam kilikuwa katika harakati zake za kila muhula wa masomo katika kuhakikisha unakimbizana na muda wa kumaliza kila kitu kinachohusu mtaala wa ufundishaji, ujifunzaji wa wanafunzi na walimu ambao wanatumika na wanaoendelea kutumika katika nyanja zote za elimu na taasisi duniani kote. Pilikapilika zilikuwa moja kati ya vifungu vya sheria mama za chuo hicho. Hakuna katiba wala kipande cha karatasi chochote kile ambacho kiliandika kuteseka ama kusoma kupita maelezo katika chuo hiki. Sheria ya mgawanyiko ilipitishwa punde tu mara baada ya kupokelewa kwa sifa za chuo hicho kuwa kinazalisha umma wa walimu ambao kwa takwimu bora katika utawala wa ufundishaji kwa ujumla. Hivyo wanafunzi walimu walizidi kumiminika tu kutafuta uhalisia wa chuo hicho tangu. Walipishana katika kumbi za kusomea, walipigana vikumbo kutoka na kuingia getini, nao walifanya hivyo hivyo. Watu walikuwa wamezagaa kila kona ya chuo hicho. Msururu wa wanafunzi walimu ulikuwa mkubwa mno, kiasi cha wengi kukosa hata sehemu ya kukaa. Alianza kama ifuatavyo: wazee, njaa imekaza sana kwa upande wangu leo. Mniache hata nipumue basi wakuu. Mmoja wa wanafunzi katika kundi hilo alitoka nje ya mada katika mjadala na kuingiza mada ya uchosho kwa wenzake. Mwanangu, mimi mwenyewe ninaona kama kuna wadudu wapo kando kwa kuona hii wanabinya kinoma yani kama wanacheza football tumboni. Mwenzake alidakia na kufanya kundi nzima kukenua meno yao. Walicheka sana kwa jitihada bila kuachia hata nafasi. Walijikuta wanafunika mada iliyokusanyisha pale na wote kuikimbilia kwa hamu mada mpya ya njaa. Kwa wajuba mnakaza kuingiza madesa bila mno. Mimi nilikuwa na wachora tu muda wote. Hakuna nilichokishika hata kimoja. Ukicheki muda inaruhusu kabisa kula. Lakini mwingine naye akajinyoshia njia kujipa faida. Wote walivamiana kwa kejeli, lakini walionyesha kufahamiana sana. Walikuwa jumla ya wanaume 5 hivi. Oh, afu Roy anazingua ujue. Toka ufike hapa ujaongea kabisa Roy alikuwa hajaongea kabisa. Anatushangaa tu hapa. Haya, mada yako ya njaa hiyo imefika. Changia sasa. Yule aliongea mwanzo akamgeuzia kibanzi mwenzake wa pembeni. Alikuwa naye karibu upande wa kushoto hivi. Brother, njaa haina mwenyewe. Kwani kuwasilisha swali si Alhamis? Tunakaza leo hivyo. Da. Tutakutana bwana. Kwani imebaki sehemu ndogo sana. Mwingine naye mtetea Roy na kufanya ushauri uliofanya mmoja wao kufunga kitabu na kukumbatia kifuani. Semeni tu hivyo. Kikubwa kila mtu achukue pati yake hapa. Ngoma itakuwa rahisi zaidi. Poa, we Kelvin, tutakutana WhatsApp Tutachangia kule vipengele au sio? Alisema yule wa mwanzo na kunyanyuka pale alionekana mwongeaji sana huyo. Lakini Roy alikuwa kimya sana toka mazungumzo yameanza.
Alichukua kitabu chake na kukifunua hadi katikati kama mtu anayehesabu pesa hivi. Alipofika katikati alikomea hapo hapo. Roy aliyekuwa kimya toka mazungumzo yanaanza, alichukua kitabu chake na kukifunua hadi katikati kama mtu anayehesabu pesa hivi. Alipofika kati alikomea hapo. Macho yake yakaangaza sehemu ya kitabu hicho. Alifungua na kupitia kwa macho yake. Kimeandikwa hivi: If you bring us all this way for nothing, I shall beat sense into you. I have told you to let her alone. I know to deal with them. Saidi Okabwe. Alisoma na kisha kutabasamu tu. Alionyesha maneno hayo yamemgusa vilivyo. Akafungua kitabu hicho na kusoma jina la jarida la kitabu. Limeandikwa hivi: Things Fall Apart. Alihamasika sana baada ya kusoma maneno hayo ya lugha ya Kiingereza. Alisoma tena na kuhakiki kama alikuwa amepatia. Lakini mwishowe alijikuta anaachia tena tabasamu lake. Roy alikuwa anaongea na nafsi yake tu. It is true, all things falling apart. Alijisemea kimoyomoyo na kutabasamu tena. Lakini alimaliza kusoma na kusoma pia jina la mwandishi wa kitabu hicho. Lakini bado alikuwa anakitazama tu. Sio kwamba hakuwahi kukiona kitabu hicho mwanzo. Hapana, ila ugeni wa kitabu hicho ambacho kipo moyoni mwake kilimfanya kila kitu anachokiona kiwe kipya tena. Alikuwa anatabasamu tu mwenyewe, akigeuza kitabu hicho kilichoandikwa na mbaba nguli hivi. Mwandishi fasihi wa Afrika, Chinua Achebe. Mara sauti inasikika. We Taira, mbona unachekesha sana? Kelvin alikuwa tayari kumkabili Roy ambaye alionekana kuwa na furaha ya aibu, kwani mwanzo kabisa, ila baada ya wenzake kutawanyika Roy aliamua kujichekesha ovyo. Roy alitazamana na rafiki yake huyo bila kupepesa macho, lakini Roy alikuwa kama mtu ambaye amenyeshewa pombe hivi inayonoga kwa masaa matatu hivi nyuma. Alikuwa na hali tofauti siku hiyo, kwani baada ya kumjibu rafiki yake huyo alianza tena kutabasamu. Alikuwa kama kidele, yani mtu aliyechukuliwa msukule hivi na kurudishwa tena uraiani. Bro, usiniaminishe kama lile dili limetiki. Aki, nitakupa heshima yako brother. Sio kazi rahisi kwa yule mtoto Kelvin alianza kutiwa shaka na mpango ambao waliapiana hapo mwanzo. Alihama upande na kumtafuta Roy upande alikokaa. Niambie kabla tumbo halijatoboka hapa. Nina ubao kinoma yani. Alidadavua kutaka kujua kile walichoahidiana kinaendelea vipi. Wewe unaongelea nini kwani? Roy alimtoa maana mwenzake kwa kutoelewa kitu ambacho alikuwa anaulizia. Mtoto Scholar bwana, mbwa wewe. Unajichekesha tu hapa. Vipi? Ulimaliza jana ile au? Kelvin ikabidi amwambie tu kweli Roy, maana Roy anaonekana kama yupo kwenye dimbu la mawazo. Anashindwa kuelewa nini mwenzake anakitaka. Weta ila sana ujue. Scholar ndo kidudu gani? Bila shaka nimemaliza jana saa 3 tu. Saa 5 nikamrudisha kwake. Hana jipya sana yule, hana tofauti na wengine kabisa. Hana makalio, hana show, hana mbwembwe, hana lolote lile. Akacheka sana. Ulimsifia bure tu, macho si kigezo cha kuwa mzuri kitandani. Alicheka Roy na kumwacha Kelvin kwenye hali ya sitofahamu. Kwa hiyo umepiga? Aliuliza tena kwa kutoamini Kelvin. Ndiyo nimepiga na kukata. Nilikuwa sina salio, alijibu Roy na kucheka kwa sauti. Alisahau kabisa kama yupo chuo. Da bro, wewe sio poa I say. Niambie kituo kinachofuata ni wapi sasa? Aliuliza Kelvin kumaanisha baada ya Scholar nani anafuata. Hebu achana na hao watoto bwana. Nina kitu kipya sasa hivi. Bro, kitu kipya. Aliongea Roy na sasa hakuonyesha kucheka. Alikuwa muwazi katika sura yake na kuonyesha kuwa alikuwa makini sana na anachokisema. Alitika kwa kuwa tayari Kelvin na kumwacha Roy endelee kusimulia kile ambacho amekianzisha. Bro, naomba niwe serious katika hili. Sina utani kabisa. Na hapa unaponiona viungo vyangu vya mwili vyote vimeseparate. Yani vimetawanyika vibaya mno. Aliongea Roy akimaanisha kutoka moyoni. Vimetawanyika? Alishangaa Kelvin na macho yake akiyatumbua hadi kwenye sehemu ya wembe wa Roy ambao umefichwa na kitambaa cha kaki.
Alikuwa anahakikisha ni kiungo gani kwenye mwili wa Roy kilitawanyika. Akaganda na kutazama hapo hapo na kumjibu mwenzake, "Wewe kweli kichaa." Alicheka Kelvin. Alimshika kichwa Kelvin na kumuinua hadi kutazamana. Wote wakacheka. Walikuwa wanajuana kwa vilemba vyao. "Brother, nimetoka lecture leo asubuhi. Ile ya saa 1 hadi saa 2 kasoro 5 hivi. Huwezi amini ile korido ya kwenda Rumbi. Ule upande wa ujauzito kuna mtoto nimemwona hivi. I swear to God. Na hapa sijawahi kumuona mtoto mzuri kama yule. Katu brother." "Bro, ninapoongea hivi nimeshindwa hata kupokea salamu yake. Nimejikuta na mtazama tu hadi anapotea hivi." "Kelvin, hii sijawahi penda kabisa. Ila sasa naona kabisa ndo muda wangu huu." Aliongea kwa msisitizo mkubwa sana. "Nyo, wewe huyo? Ha. Wewe mbwa kweli, unaharibu tu watoto wa watu na kuwaacha. Upende wapi wewe?" Alimshushua jamaa yake bila kumonea aibu, lakini Roy alitazama chini na kuwa mpole. Akainuka tu. "Brother, ninachokwambia na kiamini kutoka moyoni. Nimempenda sana yule dada na kwa asilimia zote za hapa duniani. Na na uhakika nitampata tu kwa gharama yoyote ile. Na nitatumia gharama yoyote ile kumpata. Na nitakuwa naye tu yani bro. Na kuhakikishia hilo. Nikimpata tu basi naacha umalaya. Natulia kaka, haki tena." Roy leo alikuwa makini sana kwa aliyokuwa anayoongea. Haikuwa utani hata kidogo. Hali hiyo ilimshtua kabisa rafiki yake na kushindwa kumwamini moja kwa moja. "Sina hakika na ahadi yako Roy. Wewe tafuta huyo mdada, mchafue kisha umwache. Mimi nishakuzoea mbona." Bado Kelvin alikuwa mbishi kukubali. Roy alimtazama tu rafiki yake huyo na kutomjibu chochote. Alikusanya kila kitu kilicho chake na kuachana na rafiki yake huyo. Kila mtu akaendelea na majukumu yake ya kila siku. Sauti ya kiwango cha chini ya miguu ilisikika kutokea pande moja ya darasa hivi na kuelekea sehemu nyingine kabisa. Lakini bado kwato za miguu ya mtu huyo ziliendelea kulisumbua sakafu kwa hatua ndogo ndogo azimegazo. Alizisugua sakafu zilizopigwa deki muda mchache uliopita na kuziachia nakshi zake zilizoanguka kutoka usoni mwake. Alikuwa ni mwanamke ambaye hakuwa na umbo la kuwafurahisha na kuwavutia wanaume wengi. Umbo alilonalo liliendelea kumtosha katika kuhimili mwendo wake wa madaha. Mkoba wake mdogo wa kamba ndefu ilining'inia bega lake la kushoto na kumwachia uwazi wa kuzikumbata daftari zake vizuri kifuani kwake. Hakuwa na haraka ya kwenda sehemu yoyote ile. Alitembea kutoka darasa ya Rumbi na kuelekea barabara inayopita jengo la TPC, kuvuka vikalio yani vimbweta vya Peasant. Juma Rehema Ayubu ndio jina lake lilomfikisha chuoni hapo. Jina hilo lilirembwa vema katika kifua chake likipeperusha kitambulisho cha chuo hicho kutoka kushoto hadi kulia. Labda upepo huo ulisababishwa na kamba ya kitambulisho kilichoandikwa kwa ufupi wa maneno ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, yani UDSM student. Bado aling'ang'ania na kitambulisho chake hadi karibu na barabara ya kutokea hostel za Hall 3. Akaganda kidogo, akiangaza sauti iliyokuwa ikimuita, Ray hapa, Ray." Aligeuka na kukutana na shangwe la mkono likimpunga kwa kasi ya kimbunga. Akicheka kidogo na kujibu wito huo kwa mkono wa kulia, huku mkono wake mwingine wa kushoto ukiendelea kubana vikorokoro vyake kifuani mwake. Alikuwa mcheshi sana wa kutumia lugha ya ishara. "Simba," akaita kwa mbwembwe akitazama kundi la wanawake 6 limezunguka kimbweta. "Sofiara, niambie Ayubu," alipayuka kumuita mwanzo. Alijibu kama ilivyopaswa. Walitambuana kwa majina. "Kicha wangu Sofi, mbona unapayuka hivyo? Mtu ipo Kibaha unamuita kwa mdomo mbenzi?" Alijibu Ray na kugawa salamu kwa wengine aliwakuta pale. "Mbezi ipi unazungumzia wewe?" Alijibu kwa mshangao huku akisimama kwa ufupi wake awe mrefu kuliko wote kwenye kimbweta. Lakini ilishindikana kwani kuna warefu zaidi yake licha ya wao warefu kuonekana kuwa wameketi kwenye vimbweta. "Ajenda gani imewakusanya hapa mapema hii yote?" aliuliza Ray, akiweka sawa vitu vyake kwenye mkoba wake na kubaki na simu mkononi tu. "Unajua mapema wewe? Umbea tu shogangu. Tumejisikia kupashana habari za wikendi." Alijibu mwingine, mkono wake ukishika shavu na kutumbua macho kama mjusi alebano na mlango.
alijibu mwingine, huku mkono wake ukishika shavu na kutumbua macho kama mjusi aliyebano na mlango. Mwanaidi, aliita kwa kumjua zaidi. Ndiyo haswa jina langu. Mchumba wangu, upo hapo? Alimshushua Ray. Na wewe, mchumba hiyo kuio? Sophie alijitutumua naye kumumbua mwana, lakini wote wakacheka sana kwa sauti. Na hata wale waliojikuta watulivu walicheka sana. Jamani, naombeni niulize kitu hapo. Hivi, alishia njiani Ray na kisha kuangaza kila mtu sehemu ile. Aliacha kuongea na kushuhudia utulivu katika kundi hilo. Roho ilimsuta kwa jambo alilotaka kulizungumza, lakini aliona atavamiwa kwa michambo na wenzake. Akawa kimya. Ray, uliza na wewe ka. Mwanaidi alionyesha uharaka wa kutaka kujua Ray anataka kuuliza nini. Lakini wote wakamuunga mkono Mwanaidi na kumshinikiza Ray aseme kile ambacho alikuwa anataka kukisema. Bwana, nimegairi. Nimegundua nyewe wote ni watoto hapa na hamna vifua vya kutunza jambo hili. Aliwakebei sana. Nyo, hatuna vifaa, kwa hiyo sisi tuna mahindi Mwingine alijibu kwa kujitunisha kifua chake ambacho hakina hata dalili za kuchomoza chochote. Si hivyo Mariam, ni jambo nyeti sana, na kwani nilishawahi kuwaficha kitu jamani? Muda ukifika nitawauliza tu. Huyu naye ebo? Sema huko bwana. Sophie naye likazia pale pale alipoishia Mariam. Okay fine. Acha niwaambie tu. Kuna mkaka hivi anasoma lecture bila shaka. Sijawahi kumuona kabisa kabla ya hapo hapa chuoni. Na huu ni mwaka wangu wa pili. Sijui hata anaitwa nani, yani Aliongea kana kwamba alijiongelesha mwenyewe, lakini wote pale wakadua wasijue mwenzao ameuliza au alikuwa anatoa taarifa. Kuna mkaka mmoja hivi bwana, na nyie hamjui bwana. Mrefu hivi, maji ya kunde, anaswaga kitembea hivi. Alieleza kwa hisia na mwendo haraka haraka. Ni nani sasa? Peter? Mwingine ambaye hakuongea mwanzo aliropoka yupi? Letisiara? No, kwani huyo simjui? Sasa ni nani? Dause? Hapana. Alihuzunika na kushika mashavu yake kwa mikono yake yote miwili. Huyu dada kwa kweli hakuna alichokosa. Dimples nyepesi zilionekana mashavuni mwake bila kutumia nguvu. Kuna muda huwezi jua kama amekasirika hivi au anacheka au ile. Mwingine naye akaamua kuotea. Kwani kafanyaje jamani? Isije ikawa tunapata shida kumtafuta hapa watu sita wote, alafu mwisho useme ulimwazima kalamu yako. Tutakupiga ufe. Sofia alikuwa na hulka ya aina yake. Kwa jinsi mwili wake ulivyo uwezi kuzania kama analandana na maneno yake ambayo yamemtoka kwenye kinywa chake. Okay fine. Subirini nitampata tu. Aliwasubirisha wenzake na kuzungusha kichwa chake moja kwa moja hadi vimbweta vyote vya Peasant. Kulikuwa na watu wengi sana. Alishindwa kutuliza akili yake. Akabaki akijigonga gonga tu mashavuni mwake kwa kushindwa kueleweka. By the way, nimemuelewa sana ule mkaka, for sure. Alimaliza Ray na kuacha wenzake katika butwa na kuwafanya kucheka sana. Kundi zima walicheka mno. Mapenzi, mapenzi, yanitesa sana mie. Tuondokeni bana. Mariam aliimba maneno hayo kwa furaha na kuona mwenzake hana maana kabisa. Aliwakusanya wenzake watano na kunyanyuka pale wakiwa bado wanacheka. Wakatoweka zao na kuacha Sofia na Ray pale pale. It is real dear, naomba nisaidie hilo please. Unajua nimekumbana naye wakati natoka lecture hadi mwili umesisimka. Mashetani alinipanda pale pale na sio kawaida yangu kabisa kutokewa na hiyo hali. Nifanyie mpango Sofie. Alimbembeleza rafiki yake kwa kumshika mkono amfanyie dili la kumuunganisha naye. Utanilipa nini? Aliuliza Sofie huku akiwa na uso wa tabasamu. Kidogo alianza kumwelewa. Siwanijua mimi tena mpenzi, dili likitiki tu, we mwenyewe utafurahi. Aliongea kwa haraka huku kichwa chake kikiendelea kukagua watu wanaopita kwenye njia ya karibu walipo. Sofie, unaweza kumpenda mtu zaidi ya mmoja wewe? Aliuliza na kuishia njiani na kauli yake. Chini kabisa ya vimbweta vya kontena, alimwona yule mkaka aliyekuwa akimzungumzia muda wote. Alipiga kunga kidogo na kuelekeza mkono wake upande wa chini. Yule! Alionyesha Ray. Alishakuwa nusu kichaa. Nani? Si huyu mkaka bwana. Yupi wa blue yule?
Hapana, huyu anayeangalia karibu na lecture hall na container. Pale wapo watano sasa. Wakulia yule ameinama. Alijitahidi kumwelekeza Sophie, na sasa Sophie alinyanyuka kuendana na urefu wa sehemu ambayo anaonyeshwa. Pale kuna Mtitu, kuna Kelvin, kuna Wile, kuna Nixon, kuna Ernesti. Huyu nani? Yule Royson Johnson. Au namsemea Roy jamani, huyu wa kushoto huku ameshika kitabu. Alingamua kwa udadisi Sofia bila kukosea, lakini macho ya Sofia yalirudi kwa Ray na kumtazama kwa jinsi alivyo na furaha. Sofia alikaa kitako tena na kumtazama mwenzake. Alitikisa kichwa chake na kuonyesha huruma ya wazi kabisa. Alimhurumia mwenzake. Hiyo ni mada ndefu sana rafiki yangu. Nyanyuka haraka twende mbele, nitakuelekeza njiani. Sofia alimtaka mwenzake kunyanyuka, wakanyanyuka kwa pamoja huku bado macho ya Ray yakiganda kwa Roy. Mapenzi ukichaa, ukipenda umeugua. Ray hakuonyesha kabisa kama ana dalili ya kumfumbia macho Roy. Mwili wake ulionyesha wazi kuhitaji joto la mwanaume yule. Alihisi anaugua kidonda ambacho kinamhitaji Roy, kama upepo wa kufukuzia nzi wanaoendelea kumwozesha kidonda chake. Alihisi anadoa kwa kukosa mtu wa muhimu kama Roy. Sasa alimtambua kwa jina kabisa. Barabara nzima alikuwa akiita Roy tu. Roy, akisija kasahau jina hilo tena. Rehema Ayubu, mzaliwa halisi wa mji wa Tanga, aliyetumikia maisha yake katika mkoa huo kwa asilimia zaidi ya 70, huku asilimia 20 akiishi katika mkoa wa Pwani katika kutumikia elimu yake ya ilivyo, na asilimia 10 zilizobaki zinambakisha katika mji wa Dar es Salaam, na hapa alipelekwa na chuo. Alikuwa na miaka 2 sasa toka afike Ubungo. Alikuwa mzuri, aliyependa uzuri wake. Hakupenda kuona kasoro yoyote ile inamchafua uso wake. Kila muda hujibandika rangi tofauti kwenye kope za macho yake pamoja na lipsi za midomo yake. Katika uzuri wake zidisha kila kitu, ila usiweke kitu kinachoitwa kujichubua, na hapo ndipo utakuwa umemkosea mtoto wa watu. Wanasema mwenye miti mingi ndio mjenzi, lakini huyu alijua kujiweka katika muonekano mzuri zaidi ya kila siku. Achana na wanaume ambao wanagonga hodi kila siku mwilini mwake. Hakika alikuwa mwanamke mgumu sana na mvivu kufungua mlango kwa kila mwanaume. Aliwatesa sana kwa majibu yake ya kuwakubalia na kutowapa chochote. Lakini alikuwa mtu sugu katika kuvua au kuvuliwa nguo zake za ndani. Lililompendeza zaidi, alizishika vyema nguzo za Kiislamu. Hakutaka zilegee wala kuanguka. Bado waliendelea kuzikata mbuga Sofia akiwa na Ray wake. Roho ya Sofia ilikuwa inajiongelesha yenyewe bila kutokwa na sauti. Miguu yake ndiyo yalikuwa njia ya kupita na sio akili yake. Akili yake akielekeza kwenye mapenzi mapya ya rafiki yake Ray na Roy. Alichanganyikiwa nini aseme na nini asiseme kwa rafiki yake huyo. Alipofika katika kona moja ya kuchepukia Almagata, Sofia alimvuta Ray karibu yake na sehemu ya kivuli na kumuuliza rafiki yake, "Upo serious Mai kwamba unampenda Roy?" Aliuliza swali Sophie na kuangalia jibu la ishara kutoka kwa Ray. Alitikisa tu kichwa kisha kumokota tena, na kwa mwendo wa haraka haraka wakachepuka tena katika hoteli ya kibinafsi ambayo wameweka mizigo yao hapo kwa muda mfupi. Ndani ya chumba chao kulikuwa na wasichana wengine 2, achana na huyo anayemuita twin. Kwa kigezo cha kuishi naye maisha mengi kuliko rafiki yake mwingine. Pia kulikuwa na Glory ambaye alikuwa mrefu kiasi, mweusi mwembamba kidogo. Huyu alikuwa yuuchi karibia mwili mzima, lakini si mbaya kwa joto la Dar es Salaam. Hakuridhishwa na upepo wa feni. Glory alikuwa amevua nguo kabisa na kujiegesha kitandani. "Ndia, sipo upande wako kabisa juu ya huyo mwanaume wako. Na kupenda sana Ray, ndio maana nakwambia hivyo." Aliongea Sophie bila kumwangalia yoyote mule ndani. Aliweka mkoba wake katika kitanda cha juu kisha kupanda yeye mwenyewe. Alipokaa vyema sasa, alianza kutumia macho yake kuongea na Ray, ambaye alikuwa haelewi kitu chochote zaidi ya kuweka mkono wake tu kwenye kingo moja ya kitanda, macho yake yakiwa juu kwa Sofia. "Najua hunielewi, ila..." Alisita na kuendelea. "Eti Glory, unamjua RJ?" Alipayuka sauti ya maulizo kwa mwenzake. "RJ? Sini Ray na Johari?"
Saumu ambaye ni twin alidakia swali juju kama mpira wa kichwa. Aliutulizia mgongoni na kuteremshia mguuni aliporopoka. Ray na Johari tena. Akikodoa macho yake yote kwa Glory. Kwani we Sophie, unamzungumzia mtu au ni kampuni? Glory naye aliuliza kuonyesha hakuelewa chochote. Unamjua Roy wa Duse? Aliuliza tena Sofia, na sasa hapo alieleweka vyema zaidi. Kumbe huyo. Saumu alisonya kwa mbali na kuendelea kuchana nywele zake. Huyo kaka jamani, namjua vizuri tu tena. Hakumalizia Glory akachunga mdomo wake. Rafiki yangu, hebu njoo tuongee kwa kina. Sofia alimpandisha Ray na wote wakawa juu sasa. Maongezi yakaanza upya zaidi. Ray, huyo Royson sio mzuri kabisa. Hakika nakwambia. Nina ushahidi mimi. Aliongea Sophie. Kwema huko? Au kuna mwingine kanasa Sophie? Glory naye aliropoka na maneno machafu. Saumu aliyekuwa anachana nywele zake akawa sasa bize kusikiliza. Tafuta mwingine dia, yule sio mtu mzuri kabisa. Atakupiga homa yule. Aliongea Sophie na Ray. Makubwa. Glory alishaelewa kuwa mwenzao Ray ameshamezwa na jinamizi la mahaba la Roy. Na sasa lilikuwa linampelekesha mputa. Sitokuja kumsahau Royson Johnson. Hakika yule sio binadamu. Glory akadakia tena na kumwacha Ray katika sitofahamu. Umesikia? Hata Glory naye ndio amebaki na kumbukumbu chafu juu ya huyo mtu. Unasema unampenda? Roy ni mchafuzi sana. Na sijui kwani anajivunia nini? Akili, uzuri au ukimwona kwa mbali kama malaika hivi. Jamani, usithubutu hata kumsogelea. Ni shetani yule mkaka. Labda kwa leisure tu. Alisema Sophie. Ni kweli kama unampenda kwa hamu tu ya mapenzi. Alafu unaenda tu. Amekuwa msaada mkubwa sana kwa wanawake wengi wenye hamu ya muda mfupi. Ila kama una malengo naye ya mbali na yeye, mfute kabisa yule kaka. Namba chafu ile. Naye hana wasiwasi wala shida ya mwanamke. Kuna kitu anajivunia yule. Mara kila siku ana namba mpya da. Glory akamwagika na Ray akabaki kimya. Ray, nisikufiche mpenzi wangu. Mimi ndio nilikuwa kati ya wanawake wa kwanza kutoka kwa Roy. I swear, nilimpenda sana kuliko babangu kwa kipindi kile. Lakini sikujua ni kwa nini. Alinigaragaza kwa siku 2 mfululizo. Roy alinifanyisha mapenzi yote, lakini baada ya kuachana naye siku ya pili mawasiliano yalikata. No calls, no SMS. Nilimtafuta ila alichonijibu. Sophie aliachia hapo na kuanza kuangusha chozi lake bila kilio. Ray alisisimka mno. Hadi wewe Sophie? Kumbe tupo wengi Glory naye akaweka chuku yake. Roy ni mmoja kati ya wanaume ambao wanatafutwa sana na Mungu. Lazima afe mapema ili akajibu dhambi hii anayoendelea nayo kuitenda. Sijui kama kuna mwanamke hapa Duse amemwacha kweli yule mkaka. In short yupo vizuri sana. Anaswaga, anaweza kukutongoza ukakubali, akakufanyia siku kucha then akakumwaga. Alafu akaja tena akakupiga soundi na ukakubali. Yaani yule kaka sijui anatumia dawa za kuwapumbaza wanawake. Glory aliacha simu yake chaji na kunyanyuka na nguo yake ndani tu. Akakaa sawa na kuanza kuendelea. Nina miezi 4 sasa toka niachane na yule mwanaume, lakini hakika alinitenda. Labda kwa sababu nilimpenda sana mimi, ila yeye hakunipenda. Nilikutana naye discussion jioni, nilipenda sana style yake kwa kweli, lakini ni mtu wa pointi sana. Yaani kwa kweli alinivutia sana. Usiku ule nikapiga naye hatua ya kupanga kukutana naye, ila siku iliyofuata kwa kweli hakika sijawahi kupata mapenzi kama yale toka nizaliwe. Jamani, kaka anajua yule. Anajua kuzitafuta shanga hata hajawahi kuvaa, lakini anajua kiuno kinaanzia wapi na kinaishia wapi. Mimi sidanganyi. Alinitosheleza kweli kabisa yani. Nikasahau chuo kwa siku 3 mfululizo. Akaniweka kule loji Kurasini, alilipa kila kitu. Yani siku 3 mfululizo. Alibonyeza kila sehemu ya mwili wangu. Nikajiona nimefika vilele vyote vya dunia. Siku ya 3 alikaa na mimi na kuniambia misemo yote ya mababu. Lakini sikumuelewa. Nakumbuka tu aliniambia kuwa haupo vizuri. Jitahidi kuendana na kasi ya mwanaume.
unachoka mapema sana kabla hamu haijakata. Jamani, nililia siku hiyo. Alipotoka loji hakufika tena. Zaidi alinitumia tu SMS kuwa anahitajika chuoni. Tena kuna testi. Akitena nilipata 0 ule mtihani na hadi sasa nina kozweki ambayo haieleweki. Yaani naona carryover hii hapa. Sitamsahau tena yule mwanaume mimi. Alimaliza Glory na kuvuta pumzi ndefu sana, lakini ndani kukabaki kimya mno. Kila mtu akitafakari simulizi ile, kwani hakuna aliamini maneno yale aliyosema Glory muda wote. Yaani rafiki yangu, sikatai kwamba umempenda, hapana. Ila umempenda kwa wakati gani? Umempenda kwa wakati ambao sio sahihi. Roy sio mwanaume wa kuvumilika na ananyota sana yani. Yaani rafiki yangu, sikatai kwamba unampenda, hapana. Ila unampenda kwa wakati ambao sio sahihi. Roy sio mwanaume wa kuvumilika yule na ananyota kali sana yani. Ukimwangalia kwa mara moja hivi huwezi kuacha kumpenda. Ana ushawishi sana yule mkaka. Sasa amekuwa kama tiba hivi kwa wanawake wanaopenda mapenzi ovyo. Sijui kama anaangalia umri wala uzuri yule mkaka. Ilhali tu umemkuta yupo katika siku zake, anakubutua tu. Rafiki yangu Happy pia walifanya kazi pamoja ya kikundi chao na kazi ikabaki kwa Roy. Ya Mungu ni mengi. Huwezi amini akamuita ghetto mtoto wa watu akachukua kazi. Yaani nasikia alimpumulia tu masikioni na rafiki yangu akalegea hapo hapo. Yeye mwenyewe Happy akavua nguo. Akaja kujua baada ya kumaliza matendo yote ya ndoa. Akawa chakula cha jioni kwa siku hiyo. So no kubwa tena my dear. Sikushauri, aliyasema Sophie huku akionyesha kutetemeka kwa usiri huo aliokuwa ameuficha moyoni mwake. Da, Sophie, hivi ni kweli ndio yule niliokuonyesha anafanya hayo yote au umekosea kuangalia? Aliuliza Ray na kushindwa kuamini masikio yake maneno ya wenzake. Si huyu hapa? Akachomoa simu yake kwenye chaji Glory. Huyu mkaka wa watu jamani, jambazi la mapenzi. Huwezi kumdhania yani. Akapekua na kukutana na picha moja ya Roy. Ni yeye kabisa, alikuwa Royson Johnson. It is true. Ni yeye, alijisemea moyoni mwake huku akifumba macho yake na kumkana mbele ya toba hii ya muda mfupi. Alimwomba Mungu amwepushe mbali na ujinga ambao mwanzo ulimwingia. Nani anasema mapenzi ni ujinga? Rehema aliyasikiliza maneno yote kutoka kwa marafiki zake na mwishoni akajitupa kando ya kitanda chake. Akashusha kwanza pumzi ndefu aliyoibana toka aanza kupokea taarifa hizo zilizomchanganya akili yake. Mawazo yakamburuta na kumfikisha hadi katika njozi. Alijikuta yupo katika njozi na Ray. Na kuahidi na kupenda hadi kufa Roy. Wewe ni mwanaume wa maisha yangu. Na kuamini sana. Ray alikuwa katika maongezi na Roy. Yote yalitendeka katika njozi. Upo tofauti na wanawake wote niliowapitia Ray. Namshukuru Mungu kwa kunionyesha mwanamke sahihi wa maisha yangu. Na kuahidi makubwa sana Ray. Sipaswi kuwa mwongofu kwako. Roy naye alitiririka na maneno haya ya mahaba. Wote walionekana katika giza nzito lililosabaratishwa na kuzimwa na taa. Jasho liliwachuruzika maradufu baada ya kazi nzito waliofanya punde. Ray akishikilia kanga iliyoegeshwa karibu na matiti yake. Miguu yake ikigonga kitanda polepole kupokea mikono ya Roy ambaye naye alitiririka na jasho tu. Alikuwa kando ya Roy, akamshika kwa mkono wake wa kiume huku kichwa cha Ray kikiwa kifuani kwa Roy. Mpenzi, hakika nilikutunzia hii kwa muda mrefu sana. Mwanzo nilikuwa sikuamini Roy, ila sasa naona kweli unanipenda. Niwekea ahadi yako jamani, penzi la leo lisiwe la mwisho, liwe mwanzo, nataka tena mapenzi. Ray naye aliendelea kutiririka maneno. Hakuna wa kuwakataza, waliamua wenyewe kuwa huru, waliendelea kutupiana maneno pasina kukinai. Mara taa ikawaka. Kulikoni? Wote walikuwa macho kwa muda huo na taa ilipowaka walizunguka kitandani kwa Ray. Wote wakitumbua macho yao walipolala mwanzo. Nyie vipi? Mnanitisha Alikurupuka Ray msobe na nguo yake akajikusanya hadi kuketi kitandani. We Ray, kumbe chizi Yusra ambaye ni mgeni wa tabia za wenzake alimdadisi. Tena sio chizi wa nchi hii. Eti mpenzi, hakika nilikutunzia hii kwa muda mrefu sana. Mwanzo nilikuwa sikuamini Roy,
ila sasa naona kweli unanipenda. Sophie aliiga maneno ambayo alisikia kutoka kwa Ray si muda mrefu sana. Ama hakika mapenzi. We mtoto, unamjua vizuri Roy. Yusra aliwaka kweli. Aliweza kutumia ufupi wake kutamba kwa muda ule. Ray akawa kimya tu. Naye alianza kugutuka kuwa alikuwa anaota ndoto. Tena ndoto ya sauti ya ukweli. Alikuwa anaota ametoka kufanya mapenzi na Roy. Na sasa walipumzika kwa kuambiana mawili matatu. Aliaminika Ray. We mtoto, huu Roy unayemwota amechafua kila sehemu. Hadi mimi mamako kanipitia. Alimaliza kwa kucheka Yusra. Tumemwambia sisi jioni tu hapa na tumetoka kuongea naye, lakini haya makubwa sana. Rory naye alicheka na wote wakarudi vitandani mwao. Tayari walishashuhudia kupotea kwa rafiki yao kipenzi. Wote waliendelea kucheka chumba kizima, lakini Yusra aliongeza maongezi na wengine kumsapoti. Baada ya kulala wakaanza kusimuliana. Hapo zamani za kale alitokea Yu na Ro. Alianza kusimulia Yusra. Wengine walitikia kwa hamu ya kicheko, maana walimjua mwenzako kuyavurumisha maneno hayo. Ray bado alikuwa anaikana ile ndoto yake iliyoota kuhusu Roy. Alikana kwa muda mrefu sana. Mara Yu na Ro hawa wapo gesti. Mara Ro anaanza kumshikashika Yu. Yu anasogea karibu na mlango, anafunga kwa funguo. Alafu anakimeza tumboni. Basi pale Ro si hajui kama Yu amemeza funguo, anaamua kumsurprise kwa kumrukia. Kumbe Yu ni kibonge ila mwepesi bwana. Anarukiwa kwa nguvu na anaanguka chini. Anakufa. Na hadithi yangu imeishia hapo. Inatufundisha hivi, kumeza funguo ni muhimu. Kwa kweli walicheka sana mule ndani. Hadi Ray ambaye alikuwa bize kuwaza amewezaje kuota ndoto kama ile, alianza naye kucheka. Mwenzao Yusra alikuwa ni kituko kabisa. Walikaribisha kiza na kiza kiliwakaribisha wao. Usiku ukawa ni usiku wa manane na hatimaye palikucha. Upande wa pili majira ya jioni hivi, wakati kijua kikikaribia kubishabisha kuondoka, Roy alikuwa kando ya simu yake. Alionyesha kuwa na mawazo sana hadi walimzoea na walimgundua pia. Alikuwa bize kufuta kioo cha simu yake ya iPhone kwa kutumia dole gumba. Kichwani alikuwa na mawazo mengi, anawaza namna ya kumpata yule mwanamke ambaye amemchagua kwa siku ile. Boy, una matatizo gani leo? Alikuwa ni Bahame Edward. Kaka wa taifa. Hebu nishauri kwanza. Akapunguza sauti. Kuna mtoto nimemuelewa sana. Sasa sijui jina lake wala namba zake sina hata, ila sura yake namjua. Naomba ushauri kaka, nampataje? Ama napataje mawasiliano yake leo hii? Makubwa, mbona ni zoezi ngumu hilo? Vipi rafiki zake? Alijibu Bahame. No, sijapata connection hata ya rafiki zake. Ndo kwanza nimemwona leo kwenye macho yangu. Ingekuwa poa ungejua marafiki zake. Kama atakuwa WhatsApp ameweka DP yake, hebu mcheki kwenye makundi yao ya chuo. Alitoa wazo, yes man, good idea. Bahame alitoweka zake baada ya kutoa msaada. Duse sekandia akavamia kundi hilo na kutafuta mmoja baada ya mwingine, lakini hora hakufanikiwa. Hakupata hata chochote. Akalivamia kundi lingine akapekua hadi kufikia namba yenye DP anayoifahamu. Mapigo ya moyo yalianza kwenda mbio tayari. Alipoigusa ile picha ikatokea kama alivyohitaji. Mtoto alikuja kama yule aliyemkuta chuo asubuhi. Kichwa kiligota kidogo ukutani nusura aumie. Lakini hakujali, alianza kuangaza picha na kung'ata lips zake za chini kwa meno ya juu. Babe, what happened? Unafurahi mwenyewe? Irene, mmoja kati ya wanafunzi ambaye anaishi nao hapo hostel, alimwona Irene hajaongea sehemu ambayo yeye yupo. Alipoteza picha ile kwa kufunika simu. Unajua sifa ya kwanza ya binadamu ni kukubali ukweli kwa kutumia uongo. Lakini sijajua kama sifa hiyo ni ya kwanza au la. Nadhani umekuja muda mwafaka kabisa wa kunipa solution ya swali ambalo nilikuhoji hapo jana. Please, kaa chini, aliomba Roy. Na Irene alikaa chini, akizungusha mkoba wake na kuweka mbele kuziba tundu ndogo lililoachwa wazi na sketi yake. Swali gani dia?
Alipokea maongezi haraka haraka kutaka kufahamu nini ambacho anataka kumwambia. Japo nilichelewa kuingia hostel jana, ila wewe ulichelewa zaidi yangu. Harufu yako niliisikia saa 7 usiku hivi. Jitetee. Mai, nilikuwa kwa dada. Nilikupa taarifa. Then nimetoka mapema tu saa 10 hivi. Nilisali moja tu. Akitaka kutabasamu kuziba wivu wa Roy. Na daladala ndio tatizo lingine. Fallen pia mbagala mbali bwana. Akamaliza na tabasamu Irene huyo. Akanyanyuka bila kusubiri maneno ya Roy. Akamsogelea na kumpiga busu sehemu yake ya paji la uso. Na kisha akaongoza ndani. Just for fun. Alijiongelea mwenyewe kichwani Roy, akimaanisha bado anaendelea kumenjoy tu mwenzake. Taratibu za kuendelea kufungua moyo wake zikaendelea. Akainua simu yake na kuangaza tena picha ile ya mwanamke aliyempenda sana. Hakuikuta. Akahamaki kwa macho kama mjusi lebano na mlango. Jesus. Alijisemea na kuharakisha tena katika kundi lile lile. Kuangaza tena kwa maana ile picha ilikuwa imepotea tayari. Lakini alipata na kuangalia bio ya namba ile. Akakuta imeandikwa Rehema Ayubu. Alitabasamu sana. Hakutaka kujisumbua kulitafuta tena jina lake. Tayari alijihakikishia mwanamke huyo anaitwa Rehema Ayubu. Akapambana kuangalia na muda ambao mtu huyo alikuwa online ama alikuwa akitumia mtandao wake. Simu yake ilimuonyesha kuwa ni jana yake ndio alikuwa siku ya mwisho Rehema kuingia mtandaoni. Mapenzi ni asili. Royson Johnson, kama ajitavyo katika miula yake yote ya masomo, ni mtoto wa kwanza na wa mwisho wa mama Royson mwenyewe. Katu hakuwahi kuonja uhondo wala utamu wa baba yake toka asaidia kuleta duniani. Mapenzi yake yote ni baina yake na mama yake tu. Hakutokea katika familia yenye pesa sana na wala familia yenye shida sana kivile. Mama yake alikuwa mtafutaji haswa. Alimfundisha jinsi ya kuwapenda wanawake hadi mwisho. Alimtupia pesa nyingi kila anapohitaji. Ukiachana na bomu lake kutoka serikalini, alipata utajiri mkubwa sana. Kwa kijana wa rika ya chini ya miaka 25 hivi. Huyu ndiye Roy, mcheshi wa tabasamu na mtu mwenye swaga nyingi sana. Roy aliendelea kusubiri usingizi kitandani, akiangalia ni muda gani malaika wake atatokea online hadi kufikia saa 5 usiku hivi. Hakuna mrejesho mwema aliopata kwa Rehema atakuwa mtandaoni. Alijisonya mara kadhaa kwa kujiuliza vipi aanze kumtumia texti au asubiri kwanza awe online ndio aanze kumtumia SMS. Alijiuliza sana bila kuwepo na majibu. Akatumia nafasi ya kuwa peke yake chumbani humo kujiwekea ndoto nyingi juu ya mwanamke huyo. Uko wapi mama? Siamini kama umeiba kabisa taswira ya mama yangu mzazi, na kama hautakuwa na mahusiano na mimi na kuahidi nitapata tabu sana kukubaliana na hii hali. Nimesadiki kuacha takataka zote kwa ajili yako. Hebu njoo nirekebishe, niambie ni wapi nilikuwa nakosea mama, au pia ukuje tu, ukuje japo hata kunijibu. Ulikuwa wapi mama? Hivi ni kweli hujawahi kunitia machoni au? We mtoto, hakika wewe ni paji la Roho Mtakatifu. Umechukua akili na utashi kwa sekunde tu. Roy alikuwa akiwaza na kujiuliza maswali mwenyewe mengi sana, lakini mwisho akakosa majibu. Alijikuta anaamka saa 9 za usiku na kukuta ujumbe katika simu yake. Ray, hatujaonana leo. Aliusoma ujumbe huo na kutikisa kichwa chake kidogo kuangalia alituma ni nani. Rain. Alikuta ni Irene. Akisoma tena ile SMS. Roy, hatujaonana leo. Kwa sasa alisoma vyema kabisa. Alianza kuchanganyikiwa kwa maana mara ya kwanza aliona ujumbe umeandikwa na Ray. Na aliposoma tena alikuja jina lake la Roy. Alianza kuchanganya matango pori na kujilisha mwenyewe. Akaamua kumpigia simu Irene muda ule ule. Na simu ilipokelewa sekunde tu. Dogo, unasoma au? Kwa sauti ya usingizini. Roy akamuuliza Irene, kusoma wapi? Umenizoesha mai. I can't sleep. Sijakuona. Alijibu kwa kubinya pua yake kama mtu anayeigiza. Nimekuzoesha vibaya wewe mtoto. Hebu njoo mara moja. Alimuita Rin usiku ule. Hiyo ndiyo nafasi ambayo Rin alikuwa anaisubiri kwa muda mrefu sana. Hakukata simu, tayari ameshafika mlangoni mwa Roy kama jini tu. Roy aliongea kwa sauti huku akiruka kitandani na kufungua mlango. Chumba cha Roy na Irene ni kama pua na mdomo. Ni upande wa pili tu.
Jana ulinikalipia sana, ndio maana sijapaswa kuja kukufungulia leo. Niliogopa sana Mai, aliongea Irene na kuingia ndani. Alionyesha kuwa mwenyeji katika chumba hicho. Akawasha taa na kuketi kando ya kitanda. Bega moja likilegea na kufanya nguo ya kulalia aloivaa kukosa pa kumshikilia. Ikabaki kama inaanguka hivi. "Rin, my dear," aliita Roy. "Yes darling, niambie," alijibu. "I know unanipenda sana mrembo." Roy alisogea hadi kumkaribia Rin karibu na kitanda. Alimshikashika mashavu yake na kisha kuendelea kuongea. "Nimeota ndoto mbaya sana leo. Hakika nisingekuwa macho muda huu. Jamani, ndoto gani tena? Mizuka?" Rin alianza kujikumbata kuhakikisha uoga wake haumtoi nishani. No. Nimeota na kusaliti Rin." "Kunisaliti? Kiaje? Umeniua au?" "No, nimeota umenifumania na mwanamke wa maisha yangu." Alicheka kidogo Rin na kumshika kifua Roy. "Mpenzi, umenisaliti mara ngapi na sijafanya chochote?" "Wengi sana Mai. But ako najua utafanya sana mapenzi na wanawake wengine. Ila kwangu utarudi tu na sijawahi kukukataza hata siku moja. So what's wrong babe?" Alijiamini Rin. "Okay, najua Rin unaamini hivyo kila siku. Ila siachi kukuambia ukweli kuwa we just enjoy. Tunaenjoyana tu, hakuna kitu mbele." "Nashukuru unanielewa, ila unakuwa mbishi sana. Why?" Aliuliza hivyo. "Toka siku ya kwanza na vongo yangu ya ndani humu ndani. Kuna kitu nilikuambia Roy. Huna akili ya kusahau mapema hivyo. Nilikwambia ukitaka uachane na mimi basi uniue." Aliongea na kutabasamu Rin, lakini Roy alishusha pumzi ndefu hivi. Okay. Pole kama nakuumiza sana, lakini na kama unanipenda basi naomba nifanyie kitu kimoja. I will pay you. Chochote unachotaka nitafanya kwa ajili yako, ila baada ya kunifanikishia jambo langu." Aliongea Roy, macho yakitazama sakafu. "Nimefanya mengi sana mchumba. Mimi sina cha kuomba kingine zaidi ya kutoniacha tu. Hata kama ukiona Roy, usinisahau. Wewe ndio faraja yangu." Rin alianza kutia huzuni. Zilikuwa ni dalili za kilio kabisa, lakini Roy aligundua hilo, akamkumbatia kifuani mwake. "Nahitaji connection," aliomba Roy. "Ya mwanamke?" alijibu Rin na kujichomoa kifuani mwa Roy. "Ndio Rin, kuna mtu ananiumiza sana kichwa changu na mhitaji. Nahitaji kumpata huyo mtu kwa kila aina ya gharama," alisema japo kwa upole. "Baada ya kumpata je?" "Just yeye na mimi tu. Naacha kabisa kurukaruka, I swear to God." "Lakini Roy, mbona huna kipingamizi kabisa katika kupendwa? Kila neno lako ni zawadi kwa watoto wa kike. Wengi wamekuja wenyewe tu. So what? Unataka nini labda?" "Nataka tucheze game, mimi na wewe tu." Alisita kidogo akaendelea. "In short, nampenda na nataka awe wa mwisho katika mapenzi yangu ya hapa duniani. Najua hadi sasa ameshanisikia vibaya sana kupitia maneno ya watu. Hilo najua. Hata kama mimi nikimtongoza mwenyewe hawezi kukataa, ila atakubali kwa one night tu. Usiku mmoja tu. Mimi sitaki hivyo. Nahitaji adumu maishani mwangu. Nimuite mama watoto wangu. But please, ukimpata usinisahau Roy. Nakuamini sana tafadhali." "Aina gani ya game wataka?" Roy alisogeza mdomo kando ya sikio la Rin na kumtamkia maneno kadhaa kisha kuinuka. Rin baada ya kusikia maneno hayo alivuta pumzi ndefu sana, na kabla ya kukubali, "Sawa," aliitika Rin na kunyanyuka kama mtu ambaye alikubali kwa shingo upande hivi. Alishikwa tena mkono alipokuwa mlangoni na kugeuzwa hadi kutazamana na Roy. Wakaoneana aibu na mwanga ule ulikuwa unatazama kwa kuofumania. Rin akajichomoa kwa Roy na kuelekea katika chumba chake. Alimwacha Roy akitafakari mpango ambao ameuandaa juu ya kumteka kabisa Roy. Alijua utamuumiza Irene, yani Rain, lakini hakuwa na jinsi. Alimfahamu Rin kwa kuwa ni mwanamke mwenye mipango sana. Kazi hiyo ilimfaa vyema kabisa.
Dr. Eric alikuwa mbali sana katika kueleza somo lake asubuhi hii iliyokumbwa na baridi kali sana. Ilikimbiza kabisa joto la daa na kufanya somo kueleweka kwa urahisi zaidi. Juu ya bao la kusomea paliandikwa CT 200. Rehema, nimekosa peni mwenzako. Alikuwa ni Rain kando ya Rehema. Tayari alishampatia Ray hadi sehemu ambayo anapendelea kukaa. Rain alikuwa mwanamke wa kuyumbayumba sana, na kuna baadhi ya mambo kama haya ya kutafutiana connection au kufanya upelelezi alikuwa amezaliwa nayo haswa. Alikuwa na uelewa mkubwa sana wa kumwigia mtu. Haikuwa ngumu kwake kumpata Ray. Ni asubuhi tu hiyo tayari Ray alikuwa mikononi mwa Rain. Shosti, umetambika we hadi katikati ya kipindi na usemi kama huna peni, unakodoa tu macho. Jibu la Ray lilimfanya Rain kutabasamu. Ray akaingiza mkono kwenye mkoba wake mdogo na kutoka na peni 2 hivi. Rangi gani? Aliuliza Ray huku akimchekea mwenzake huyo ambaye ameamua kuandika katikati ya kipindi, angali mwanzo wa kipindi hakuanza kuandika hata. Hakusubiri jibu, tayari ameshampa peni nyeusi na yeye akaendelea kusikiliza kipindi. Akacheka kidogo Rain huku macho yake yakiwa kwenye simu yake. Rain alimwangalia mwenzake kwa kuguna tu ndani ya moyo wake. Akampotezea kwa muda ule. Lakini Rain aliandika baadhi ya sentensi kwenye kurasa zake za daftari. Akafunika daftari na mwisho kuwa busy na simu yake. Akacheka tena akionyesha anafurahi sana Rain. Hali ambayo ilimvutia sana Ray na kuuliza, kulikoni Rain? Shosti, nimekupa peni mpya hiyo. Mbona unatumia kuchekea? Aliuliza kwa uchokozi kabisa, kutaka kujua ni nini kinamfurahisha mwenzake. Kuna mtu ananichekesha hapa. Achana naye, Tyler huyu. Wewe andika mwaya. Alijibu kwa mkato na kuendelea kuwa busy na simu yake, lakini Ray alianza kumshangaa Rain. Shosti, unajua sio rahisi kama unavyodhani Mimi hata sikufahamu eti. Lakini umenitajia hadi jina. Usikuta unamfahamu sana hadi mchumba wangu wewe. Ray sasa aliacha kuandika na kuwa busy na mahojiano yasiyo rasmi. Hiki ndicho kilichomleta Rain karibu na Ray. Na Rain alifanikiwa tayari. Nakuja Shosti. Mwaka wa kwanza tulikuwa kundi moja. Ila ni muda sana. Ilikuwa ni kundi namba 1. Kipindi kile tumefika chuo tu. Sina kumbukumbu kabisa. Yaani namkumbuka tu yule Eunice na kuna Gracie. Ila sawa, jina nani? Rain. Ray aliendelea kuitaja jina hilo kichwani mwake. Alitoa peni yake mdomoni na kuendelea kuandika alichosikia kutoka kwa mwalimu. Aididi bwana. Alifunua kisha naye akaendelea na simu yake. Akaendelea kucheka. Huyu kaka jamani Tyler kweli. Alicheka tena. Alicheka sana Ray. Alikuwa kero mtaa mzima kwa kicheko chake. Lakini kuna baadhi ya watu waliacha kabisa kuandika na kumshangaa yeye. Hakujali wala hata kidogo. Aliendelea kufanya kazi yake tu. Ray aliona sio mbaya akiuliza, jamani, huwezi kutulia wewe Rain? Alimuita kwa jina lake jingine kabisa la utani. Alijua atakuwa amemkera Rain kwa kumuita Irene, lakini wapi. Aliendelea kucheka tu hadi Ray naye alitabasamu kwa mshangao. Alikaa naye na alikuwa kituko siku hiyo. Rain alicheka sana na kumjibu mwenzake, "Ninachokichekea huku ndio hicho." Akaendelea kucheka, lakini mwenzake huku naye anakazana kumuita Irene. Yaani wewe unaniita Irene na Roy naye ananiita Irene. Roy aliuliza kwa mshangao, nusura aangushe kichwa chake chini kwa mshangao. Royson, wewe mjui jamani? Ana utani sana yule kaka. Nampenda hadi basi. Alimaliza Rain. Hii inaitwa uwa kushoto fufua kulia. Namjua huyo kaka ila so sana. Tuseme tu nimechelewa kumjua. Ray akajawa na hamu ya kutaka kujua zaidi Roy ni nani. Sasa alianza upelelezi yeye mwenyewe binafsi wa kujua waliosema wenzake kina Sophie yana ukweli wote ama la. Akaamua kutumia fursa ya uwepo wa Rain hapo kujua Roy vizuri zaidi, kumjua Roy vizuri zaidi. Kumbe alianzia sehemu ambayo sipo kabisa. Aliyekuwa anamuulizia naye alikuwa anamfukuzia. Kama ni mpira wa miguu hapa ni pale
unamhonga Messi aifunge Barcelona. Kuisha kazi. Huyu kaka jamani, anapendwa sana na watu wengi kabisa. Maana sio mara ya kwanza kumsikia. Itakuwa ni mtu mkubwa sana eti. Wapi? Kapo mmoja tu mbea hapo. Ni kakijana tu bana, kapo simple sana. Wengi wanakapa sifa za ajabu ambazo hata mimi mwenyewe sijawahi kuona nazo. Kweli jamani, ila mimi nimesikia tu kwa baadhi ya watu zote za kumsifia, lakini eti wanasema ni mstaarabu sana. Ray alikuwa anaongea kwa kumtega Rin, na Rin naye alikuwa anajua kila kitu. Naye alikuwa anamjibu kwa kumuunganisho sahihi. Hakutaka hata kukosea hata kidogo. Hapana bana. Unajua hakuna binadamu mkamilifu Hilo ndilo nalijua mimi. Na Roy ni mmoja kati yao. Roy ana tatizo moja tu. Basi hajawahi kupata mwanamke wa maisha yake. Na hilo ndilo tatizo lake kubwa sana. Sasa kila mwanamke anapoenda anakuwa kama anamjaribu tu hivi. Alafu akitoka kwake anaanza kumsema maneno ya ajabu. Jamani, mimi nipo naye mwaka wa pili huu, lakini sija prove wrong kwake. Namuona yupo sahihi sana. Sio kama watu wanavyosema. Ray alitililika vilivyo kabisa kwa kuongeza na chumvi ili mboga ipate ladha haswa. Sijui kwa nini, yani nashindwa hata kumjua kwa nini. Aliongea kwa mkato Ray bila kumaliza neno. Ray alishangaa sana kwa kweli, kwani hakutarajia kabisa kila anachotaka kuongea Ray. Akaganda machoni pake kumsisitiza amalizie. Hata yeye nini? Yani nashindwa kabisa kujitoa. Hebu msaidie rafiki yangu. Ray alikuwa ameshazama mazima kwa Roy. Hakujali mapungufu ambayo wenzake wamemsimulia. Ndoto anazoziota za Roy zinamdadisha kufanya kitu. Ray alitikisa kichwa chake kimoyomoyo na kuashiria kazi yake imekuwa nyepesi sana. Alikuwa ni winga machachari aliyepewa penati bila kipa. Alitumia kisigino tu kusukumiza mpira kwa nyavu. Unampenda Roy? Aliacha kuchezea simu yake sasa Rain na kuongeza umakini kwa mazungumzo na Ray. No, hapana. Na sio kama simpendi. Mungu wewe. Alikuwa haeleweki kabisa Ray kama anataka kumkataa hivi, lakini kama anataka kumtaka hivi. Ray alitabasamu machoni. Kwani wewe sio mpenzi wake? Alimtupia swali Ray. Hapana bana, na haiwezi kuwa. Nampenda tu na kumheshimu kama kaka yangu. Labda tungekuwa wapenzi toka mwaka wa kwanza. Lakini mimi nishachumbiwa na mchumba wangu. Yupo hapa da. So nipo naye tu karibu sana. Ananisaidia sana kwa kweli. Ni charming sana, smile man. Hana complication yoyote, hana mambo ya ajabu. Sio mtu wa viwanja. Mimi nashindwa kumuelezea kabisa huyu mkaka. Lakini ni mmoja kati ya watu wanamjua yeye kwa undani kabisa kuliko watu wengine. Ukimgusa mwingine basi watakwambia yule kaka malaya sana. Sijui kwa nini wanamfanyia hivi jamani mpenzi wangu. Mpenzi wako? Aliuliza Ray, akiyatoa macho yake kwa nguvu sana, kuonyesha mshtuko wa hali ya juu. Lakini Ray alikosea makusudi yote ni kuona kwamba hisia ambazo Ray amekuwa nazo